Watu wake na Walidi hawa wapata ngumu, wanazaliwa mara chache. Nasema kweli katika jina la Yesu. Wanazaliwa mara chache sana wanazaliwaga hawa. Lakini watu smart kama Sheikh Walidi katika hili imani yake, dini yake, wachache mno. Mtu mnyenyekevu. Ningekuwa nasema nyinyi wa Kristo na Waislamu kabla mjatoa maamuzi kuhusu viongozi, kwanza mnashauriana. Mimi ningeambia Sheikh Walidi mwache kwanza. Sheikh Walidi mumlinde. Mwache kwanza. Mtazamaji wetu, tunakaa hapa na mzee wa upako, mmoja kati ya wajumbe wa kamati ya amani ya mkoa wa Dar es Salaam. Leo nikasema tuongelee hili sakata linaloendelea juu ya mwenyekiti wa kamati ya amani mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walidi. Kuna maneno yanaendelea sana mitandaoni. Inasemekana kuna binti yule ambaye amekuja anasema yeye anahitaji mahitaji fulani ya mwanae ambaye amezaa na huyu shehe wa mkoa ambaye ni mwenyekiti wenu. Kwa hiyo nikasema tuongelee hili kwanza. Kwanza naona linaibuliwa lakini linaenda kama kwa upande wa kashfa, lakini tumeona amekuja kutolewa kwenye cheo chake kama shehe wa mkoa. Tuliguse hili kidogo, tuongelee, busara zako nizisikie na wewe kama mjumbe wa kamati. Ni kwamba Sheikh Walidi mimi simfahamu sana. Naweza kumfahamu. Sikumbuki. Ni yeye. Kuna wakati nilikuwa pale Channel 10. Ndio. Kwa kipindi cha Sheikh Isa. Okay. Sasa bwana ni marehemu. Okay. Ndio tukutane kwa mara kwa sikasiji. Yeye sikumbuki sana. Lakini baada ya kuwa mkuu mwenyekiti wetu, ndio. Tulikuwa na mwenyekiti wa kamati ya amani yule Sheikh mkoa kwanza. Jina lake linanipotea kidogo. Rafiki yangu sana anaitwa nani, jina linanipotea kidogo. Okay. Baada ya kuanguliwa na BAKWATA, kwa ni kama automatically akapoteza ile sifa za kuwa mwenyekiti wa kamati ya amani ya mkoa. Okay. Kwa wakati ule Sheikh mkuu wa mkoa alikuwa mheshimiwa Makala. Okay. Akamteua huyu bwana kuchukua nafasi ya ile shehe. Sawa. Na mimi ni mjumbe mle. Okay. Wa kamati ya amani ambayo inaundwa na viongozi wa dini. Nadhani kamati iliundwa na wakati rais mstaafu mzee Mwinyi marehemu. Okay. Ana mchango kuunda hii kamati na mzee Mengi. Okay. Kwa hiyo shehe mwingine alikuwa ndio mwenyekiti wetu wa kwanza. Katibu wake alikuwa mchungaji mmoja wa Anglican. Sawa. Kwa hiyo hata baadaye waliniomba kwamba niwe mshauri wa hiyo kamati ya amani ya mkoa. Okay. Lakini nikasema hapana, majukumu makubwa ni kuwa mjumbe. Okay. Kwa haya ambayo yamemtokea Sheikh Walidi Kawambwa. Ndio. Sio mnafiki. Sio mnafiki kuficha hisia zangu. Okay. Kwa kiasi fulani yamenihuzunisha kidogo. Sawa. Kwa sababu ya uwekezaji ambao Mungu ameufanya kwa Kawambwa. Okay. Mimi nimemsikiza sana hotuba zake. Ni ngumu sana kuwapata mashehe kama wale ambao wamefikia kiwango kile cha uelewa wa dini, lakini kuelewa jamii ya Watanzania. Okay. Ni kwamba ana uwezo wa kusema na Watanzania bila kuasili imani yake. Sawa. Kwa sababu wako Wakristo wengine hawataki kusikia habari ya Waislamu. Wachungaji na maaskofu wasema wanafuga majini ya Waislamu kama sio ndugu. Japo wote ni Wabena, wote ni Wahehe, wote ni wa Kigoma, lakini madamu ni Muislamu tu hapana. Sitaki kusikia habari ya Waislamu hapa. Lakini wako Waislamu pia hawataki kusikia habari ya Wakristo. Wanakula nguruwe hawa, hawajaenda sunna, hawajatairiwa hawa. Lakini hiyo kitu ikute kwa Sheikh Kawambwa. Okay. Ukuti. Ana uwezo kuunganisha watu bila kuasili imani yake, Uislamu wake. Okay. Na mambo mengi, ana mawaidha mengi jinsi ya kuitoa, kuitafsiri Qur'ani, kitabu cha dini yake kwa kwenye maisha ya kawaida kwa asili ya waumini. Amekuwa taa katika viongozi wale wa dini. Amekuwa nuru inayong'aa kwenye giza. Sawa. Sasa ukiangalia na umri wake bado kijana. Hawa ndio nilibahatika kukaa na Sheikh Yahya, nilibahatika kuwa na karibu na Sheikh Gorogosi. Hata yule mufti mwingine
alikuwa Simba yule, mufti Simba yule, mara tukutana kwa. Unaona huyu alikuwa ndio kwa sababu kuandaa kuwatengeneza viongozi ndio wafike level ni gharama kubwa. Sawa. Ule uwekezaji ambao Mungu ameweka ndani ya Sheikh Walid Kawambwa ni mkubwa. Ndio maana kuna wakati Mungu alimtetea Musa. Kuna wakati Musa alipata tabu kama hii katika Torati. Natuhumiwa na Miriam na Haruni kwamba huyu amekiuka maadili. Okay. Mungu alimtetea Musa, nimewekeza hapa nguvu zangu, akili yangu kwa miaka zaidi 80. Hamwezi kuuza kuku, mnauza ng'ombe kesi ya kuku. Mungu akaambia Miriam na Haruni, isisikie tena mnasema mbaya kuhusu Moses. Nini Mungu anatetea uwekezaji ambao amewekeza ndani ya Moses. Okay. Ndio maana katika Biblia Yesu alisema viacheni vyote vikue. Okay. Sasa mimi sijajua mahali gani amekiuka mwenyekiti wetu. Lakini kama ni hoja za yule binti, mimi nimekupata binti katika, mimi nimefanya kazi miaka mingi ya dini. Sawa. Na miaka sasa inakaribia 45 nikiwa nafanya kazi ya dini. Okay. Nimeanza tangu miaka 83 zamani kabisa. Kwa tunapata mambo mengi kuhusu viongozi wa dini. Binti moja ananiambia mimi, baba, mimi kuna mchungaji amenitongoza tena ni askofu. Wewe ni bikira? Hapana baba, ni mkweli mimi sio bikira. Sasa wale waliokubalia mbona kuniambia? Kama kuna wengine walinitongoza niko wakubalia. Okay. Kwa sababu ukishakuwa bondia huwezi kuogopa nundu, kosa nundu. Sasa kwa lazima tunasema kuna namna ya kudili na kiongozi. Sasa kiongozi anakuwa ni kama ameshika mioyo ya watu wengi. Ndio. Sababu binadamu hamuoni Mungu, anamwona kiongozi. Zamani alisema Nyerere, huwezi kumtikisa kiongozi usitikise nchi. Sasa huwezi kumtikisa kiongozi unatikisa nchi. Alisema Kambarage zamani kwamba huwezi kumtikisa rais wa nchi usitikise nchi. Kwa hivyo Yesu anasema ukitaka utawanye watu, piga mchungaji wao. Okay. Ukipiga kiongozi basi unapiga wale ndio wanatawanyika. Kwa hiyo kuna namna ambavyo ndio hivyo. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwanza kabla tujaenda sana nilitaka tuongelee vile vile naziona comment ambazo watu wanazitoa kwanza kwenye sakata la mwenyewe yule binti. Watu wanasema ambao nafikiri sasa wao wapo kwenye mlengo wa sisi kama Wakristo, wanasema kwamba hawa watu wanakuwa na wake 4 lakini hawaliziki. Kwa hiyo wanaanza kuhusisha kwamba ile dini si ya kweli kwa kuwa labda kiongozi amekosea. Tuashumu kwamba kweli kiongozi ana makosa kwa sababu yeye bado hatujamsikia akiongea. Yeye akikosea watu wanaanza kuituhumu dini yake. Hili unaweza ukalizungumziaje? Sasa ni makosa. Ni makosa. Dini imekosa nini? Dini haihusiki. Yale ni maisha binafsi ya mtu. Kama ni hivyo inavyosemekana, ni maisha binafsi ya mtu. Hata kabinti kama kesi ni hiyo, maana kale kana si kama ka Tanzania kale. Ukitazama kale ni kama mtu anaonekana kakorofi. Kanapoongea kibabe kakorofi, kakorofi au kametengenezwa. Okay. Anakuona kama akana akili vizuri. Kama kana kivizuri ukatazama. Sasa wenda share kwa kapa uongozi fanya hivi kanambisha, ukatazama tu kama una akili, kama una saikolojia nzuri, unaona kama binti ambaye ni kakorofi. Okay. Yani kakorofi ukaangalia kanapozungumza kama karatasi yani kama mtu fulani hivi kama nchi yenye ile. Sababu unaweza kuwa na hata na mke ndani ya nyumba ukamwambia bwana watoto tutasomesha shule fulani, watoto watasoma shule fulani, mkapishana hoja, au sasa kwa sababu umejibu vibaya watu wako someshi. Sasa kanye kanasema mimi sio kumpiga, mimi sio mzazi, mimi sio mke wake, kuna angalia sio mtoto wake. Sasa inakusaidia nini sasa? Hapa ametatua tatizo, ameongeza tatizo kama issue ni yeye. Okay. Kama sasa yule bwana mkubwa sasa amechafuliwa sasa. Sasa inakuwaje? Okay.
Tuje katika utatuzi wa migogoro katika taasisi za dini. Hatuchukulii ile kama ndo ile binti labda ni sababu, tufanye kuna sababu zingine. Utatuzi wa migogoro kwa nyinyi wa Kristo, linapotokea jambo kama hilo, alafu kaangalia labda tufanye ile ndo tatizo, alafu BAKWATA nao wakaona basi kwa kuwa huyu kafanya ili kosa moja kwa moja, huyu kwa sasa apumzike. Makanisani kuna siri nyingi. Kuna watu wanafanya makosa ya sheka wambwa cha mtoto. Kwa sababu watu wanapima thamani. Huwezi kuuza bunduki ukesi ya manati. Okay. Umeelewa? Hawa kama watoto wa kike mao wanajilengesha wenyewe. Sababu viongozi wa watu wanawindwa na shetani. Sasa wanawindwa na shetani. Binti anakuja mwenyewe bana ambako kamtongoza yeye mwenyewe, kajenga mazingira ya kutongozwa. Okay. Sawa kweli. Yeye mwenyewe kwa sababu kiongozi wa dini mbalimbali, yeye kajenga mazingira ya kutongozwa. Umeelewa? Sasa anafika pale mambo yakiharibika, ndio unaona anatoa makucha. Na kuna watu nyuma yake. Sisi tumekuwa na kesi nyingi za wachungaji. Kuna mchungaji mmoja hapa jirani Kimara pale, alipata kitu kama hiki. Kabinti kametoka huko, picha kana kwenye mitandao. Elewa. Kwa hiyo kuna watu ambao kabisa shetani anawatumia kutaka kushusha heshima. Kwa sababu kutaka shetani anajua ukitaka mtu mharibie, mnyang'anya heshima yake. Kweli. Mioyo ya watu inasinyaa. Umeelewa? Mioyo ya watu inasinyaa. Kwa watu watamsikiliza, watamwamini tena. Kwa umepoteza kitu kikubwa sana. Kwa unaangalia, ndio maana Wakristo wao ikibainika, maana kuna maandiko yanasema katika Torati, Musa anasema yaliyo peupe ni ya kwenu, yasiyo ni ya Mungu. Kwa unafanya juu chini sana jambo kama hilo lisiende hadharani. Okay. Hata Daudi alisema, Daudi kitabu cha Samueli, Mungu anamwambia nataka nikuadhibu wewe umezini na mke wa Uria. Daudi anasema, Mungu naomba niongee katika mikono yako, maana kwa kuna rehema, usiniache kwa binadamu. Binadamu kule watafuata watanilalua. Kwa hiyo mnafanya jambo lisijulikane hadharani. Libaki kule sidini la Mungu na ninyi pekee. Kama mnapata binti sio ana shida kodi ya nyumba, basi takulipia kwa nyumba sisi kamati ya kanisa ya uongozi talipa kodi ya nyumba, talipa watoto. Hebu ilikuwaje kazini na bwana? Tumshukuru watumishi wa Mungu. Shetani. Kama usirudi wewe mtu mkubwa. Wewe unaheshimika, Mungu amekuamini, watu wamekuamini. Jambo linapita. Toba inafanyika pale. Mtu anatubu, anajirekebisha kwa sababu hakuna msafi, najua. Unaweza kuwa msafi kwa maana uzini lakini muongo. Sasa. Unaweza kuwa uzini lakini wewe unapenda hela za kijinga. Sio mzini lakini mchawi. Sio mzinzi lakini una tamaa ya madaraka. Hakuna msafi, maandiko yanasema. Sisi wote tumekosa, tuna mapungufu yetu. Mwalimu alisema kama kuna mtu ambaye mwenye haki kwenu ambaye ni msafi, ampige mke mawe. Kweli. Kama kwenu kuna mtu kwenu ambaye jina yuko sawa, aiwa kwanza kumpiga. Wewe ndio. Kwa hiyo hakuna msafi, utampata mtu ambaye 100%. Lazima tujifunze namna ambavyo tunaweza ndio maana unaona wengine wale dini zingine za Kristo akikosea kiongozi mkoa huu na mwisho mkoa mwingine, lakini kwa maonyo ambao tulikuonya mara ya kwanza mwenzetu, mara ya pili wewe usikii. Maana gani bwana? Basi wewe tukaa pembeni. Kwa sababu usizani kwamba unaposema mzee wako mbaya afu na Kristo unabaki salama. Kristo basi sio dini, unaona sasa? Ukristo bwana sio salama, unaona Ukristo huu? Wakristo watapeli kabisa, unaona kwa unapata dini kama hiyo, share miharibu au nini, watu wanaoanisha na imani. Na hizo ndo kauli ambazo zimetoka sana kwamba Uislamu haufai, Uislamu na hili kwa sababu ya hili jambo linaloendelea. Mashehe wanao wake wanne lakini bado hawaliziki na wake zao. Waliwesha na wake wanne? Sina uhakika. Nafikiri amewahi kusema hivyo kwamba na wake wanne. Nafikiri amewahi kusema. Sina uhakika sana. Lakini watu wameanza kutoa hizo kauli kwamba wanao wake wengi lakini bado hawaliziki. Mimi binafsi sisi yani sheka wambwa Walidi. Ni shehe moja ambaye ngumu sana kutenza watu kama wale tena.
Ni rafiki sana wa vijana. Nafikiri ndio maana watu wameshtuka wengi sana. Hata hotuba zake ni shehe mnyenyekevu, anajua kuzungumza, hana majivuno, anapenda watu ambao sio dini yake, anawaheshimu. Na saa zake wewe kama ndio kama sema ndio kama kina Shewari, kina Shauri, kina Hamed bin Juma bin Hamed, shehe wetu wale kwa Kibaki na Kibasila wa Iringa, ndio kama na shehe ambao wanaelewa na watu watu wanaelewa kuhusu jamii yao ya Tanzania. Sasa sijajua kitu gani kikubwa, lakini nasema utapima ukubwa wa mtu kwa mambo anayopitia. Shawaridi nilikuwa naongea naye, ingawa wewe ni mtu wa Mungu, mtazame Bwana Mungu wako, wewe mlingane Mungu, avuta subira la Mungu la Mungu hata watu wafanye juu chini njama, kama Mungu alikuandikia mema yatarudi tu. Sawa, nataka ili tuliongelee general kwa sababu nikiangalia tangu mwanzo tunasema kuanguka kwa mwanamume ni kama huwa kuna nafasi ya mwanamke. Tunaangalia Eva alipokula tunda akampa na Adam, wakaanguka bustanini. Tukiangalia kuanguka kwa Samson, tukiangalia kuna viongozi wakubwa sana kuanguka. Nafikiri hata Suleiman naye tatizo linakuja pale. Nikasema ili mzee upako tungeongelea busara kidogo kiujumla sasa kwa upande wa wanaume. Kwa sababu hata mafanikio tu ya vijana wenyewe wanasema magumu kwa sababu labda wanachuma pesa za hapa na pale. Labda kuna kuangushwa fulani na mahusiano, yani na wanawake zao, wanawake wale ambao wanawaweka jirani. Tuliongelea hili kidogo. Ni kwamba mwanamke anabaki kuwa ni kiumbe wa ajabu. Anabaki kuwa ni kiumbe wa ajabu. Sababu kwake mwanamke tulianguka na kwake wokovu ulikuja. Sawa. Yesu alizaliwa na mwanamke. Mariam, yes. Adamu wa pili ambao ni Yesu aliletwa na mwanamke. Adamu wa kwanza alipotoshwa na mwanamke. Sawa. Kwa wanawake wanabaki kwa kiumbe wa ajabu. Wokovu unatoka kwao, kupotea kunatoka kwao. Wanawake ni mlango wa shetani, lakini pia wanawake ni mlango wa Mungu, kwa sababu wao wanatumia hisia kufikiri. Okay. Wanahisi kwanza ndio wanafikiri, wanatoa maamuzi. Sasa kwenye hisia kule kuna mengi. Sawa. Lakini wanaume wao Mungu alivyoumba nao wanafikiri kwanza ndio wanahisi. Ndio ngumu sana kumpotosha mwanaume. Okay. Sio hata unaona wanawake wako wengi hospitalini kwa mambo ya hisia kwenye makaburini. Unaona, lakini mwanaume yeye anafikiri kwanza ndio anafanya maamuzi. Mwanamke anapata hisia kwanza anafanya maamuzi. Kwa hiyo ni mlango wa shetani, anawatumia sana wanawake. Pia na Mungu anawatumia. Mungu akihitaji waombaji anasema iteni wanawake wanaojua kuomboleza. Lakini kila mara penye ubaya mwingi unamvuta mwanamke aliyehusika. Ayubu anajaribiwa, aliyemshauri ya kufuru ni mwanamke. Kufuru wewe ufe. Hata Ibrahimu alimshawishi kwamba mke mwingine ni Sara. Sasa na mke mwenyewe akaanza ugovu mwenyewe. Kashauri mwenyewe bwana oa Ajil, Ibrahimu kama Ajil, yeye mwenyewe akaanza ugomvi tena. Simtaki huyo. Ndio. Wanawake wao wanajua hiji mambo yao, na sasa dunia iko upande wao. Ukisema unajua sasa inatetea wanawake. Yes. Na imetetea mpaka imepitiliza. Wanawake sasa wanasema single maza, yani mambo ya ajabu tu. Mpaka sasa wanaume wamesauliwa. Kwa ukitaka wewe dunia iwe ndogo kwako, shambulia wanawake. Kwa bidii tu ule kobisi wewe kama uoni kama usikii. Wanasema kuna wakati wa kusema na wakati wa kunyamaza. Sawa. Kwa hiyo ndio maana Biblia inasema wanawake ni viumbe dhaifu. Ni viumbe dhaifu. Okay. Kwa hiyo lazima nyinyi wanaume muishi nao kwa akili. Sawa. Mwanamke atakija kwako ukamtongoza akakubali, usisahau ni kiumbe dhaifu. Amekumwangusha Adam. Okay. Mwanamke gani? Mwanamke shinaye kwa akili sana.
kwa akili kweli kweli. Unaona sasa ambavyo gharama ambayo share ameipata. Maandiko yanasema kuzini ni sana kutamani kuanisha mkate. Maana kuzini na kuzidi kwa watu ukiwa mjanja sana dakika 10-20 umaliza. Lakini maafa yake ni makubwa. Kweli. Kwa mtu anatumia kitendo cha dakika 20 kukuharibia maisha yako yote kabisa. Kwa hiyo wanawake ni kama nasema ni mlango wa Mungu pia, lakini pia ni mlango wa shetani. Kupitia mwanamke Ibilisi alishika hatamu. Kupitia mwanamke Yesu alizaliwa. Tufanyaje? Maana nasema mwishi nao kwa akili. Sababu wana nguvu. Wanawake wana nguvu. Na mtu mwenye nguvu afu mdhaifu lazima uwe na akili nyingi, anaweza kuumiza. Ana nguvu lakini dhaifu. Ana nguvu za maamuzi. Uona mwanamke ndani anakupikia yeye. Afu unamletea maneno anakuwekea sumu. Anakuwekea sumu. Na wana ushawishi. Kweli. Ukianza kumpiga mwanamke, watu kwanza watamtetea yule kwanza. Hawajua alikuwa yeye amekwaza wataanza wewe. Nafikiria hausiki. Mimi nimezalishwa, nimekuwa ng'ombe bwana wewe. Sasa tumezaa. Ng'ombe ndio zinazalishwa. Mwanzosha hivi. Ngoja zalishwa tumezaa. Umeelewa? Ndio. Mimi wamenizalisha. Afu sasa kwanza wanawake wajua wataka nini? Wamenizalisha. Baadaye ya mambo kama mazuri, sisi tumewazaa. Sasa tujue nataka nini? Mambo zalishwa. Basi tumewazaa. Hawajulikana wanawake wanataka nini? Msikia Magito. Kwa hiyo bwana, mimi nasema viongozi wa dini wote tunapodili na mambo ya viongozi wetu, wale viongozi wetu bwana ni taa. Walimwambia zamani katika Biblia, walimwambia maaskari wasaidizi wa Daudi alionyesha udhaifu kwenye vita. Yoabu akamwambia wewe ni taa ya Israeli, usiende vitani. Kwa viongozi wetu ndio taa, lazima tuwalinde. Wakifikia kiwango fulani, hasa makosa ambayo hana mashiko, hayajai machoni, lazima tuwalinde, sababu wanawindwa hawa, wana maadui hawa. Hizo kwa kanisa letu haya kwetu, ukiwa na kanisa likiwa kubwa na watu 2000, 3000, 4000, kila askofu ananyemelea. Tumeumiza wachungaji wazuri sana kwa kesi za kijinga. Kila askofu anataka apeleke mtu wake pale. Ndio. Kanisa na watu 1000, 1500, maaskofu wote wanawinda pale. Kila semina kubwa hapo. Wanaangalia bwana na mali kwenye mapato mengi. Una vieti 3, 4, 5. Askofu atabaskeli hapo. Matajiri wote wanasali kwako. Ndio. Umeelewa mpaka hapo? Ndio. Kwa kila mtu anatamani nafasi. Kwa wanaanza fitina ile, wewe mchungaji amezidi, sio wanawake za watu. Yaani tumeumiza watu hata kwetu huku. Kuna watu wameumia kwa kesi za kijinga tu. Za kijinga nyepesi kabisa. Nyepesi kabisa. Kwa lazima tulinde viongozi wetu zidi ya mkono wa Ibilisi. Sasa hatujui dunia na mambo mengi. Sawa, kuna hili ambalo naliona vile vile upande wa viongozi wa kidini. Hata wewe unapoongea hapo, kuna watu wanaweza akainuka akasema hawa wanateteana kwa sababu wanajuana wenyewe kwa wenyewe, kwamba ni kama huwa na nyinyi vile vile mnaingia sana kwenye mtego, au tuseme mna nafasi sana ya kuwa na hawa watu, yani hawa wanawake au mabinti ambao labda kupitia matatizo yao na nyinyi mnaweza mkafikia kuwarubuni. Labda nikasema nilisikia hilo kutokana kwako vile vile, kwa sababu si labda ni mtu mmoja tu, labda hili ndio linashangaza sana. Hapana, tumesikia viongozi wengi, awe wa Kiislamu awe wa Kikristo. Tulisikia hata baada ya kufariki kwa TB Joshua, tukasikia mengi sana yanayotoka ambayo yanahusiana na mambo ya mapenzi. Wengi wapi bwana? Wengi wapi? Kwani viongozi wa dini wanakuwa wanatuma mngekuwa mnasali? Au ni matukio machache sana? Yapo, lakini machache. Sio kwamba hayapo kabisa. Ni machache sana. Ilo sababu ni mambo mbaya. Unajua ubaya, watu wanapenda ubaya. Unajua wanasema nyinyi, wanasema watu habari
sio mtu kaumwa na mbwa, ambaye ni mbwa kauma mtu kaumwa mbwa. Okay. Lakini ni mama chache sana, machache. Mimi mwenyewe kwa mfano nimepata tuhuma kwa mzee wako mlevi. Okay, yes, nimesikia. Huyu bwana anakunywa pombe, mlevi. Yule mwenda zake John, sasa tuko naye karibu rais mstaafu, mbaya mwenda zake John. Ndio. Anipigia simu, akafanya uchunguzi wake kupitia vyombo vyake. Wacho bani kwa mzee wako kama pombe wanakunywa nyumbani kwake au kwenye gari yake. Okay. Mzee wako mkuti baa. Sasa kama mtu anakunywa waini nyumbani kwake, wewe inakuhusu nini? Ndio. Umeelewa mpaka? Sawa. Lakini watu waishapata nafasi ya kutaka mimi kunitenganisha na John. Okay. Kwamba John una dini na mtu mshenzi fulani. Ndio fanya. Sasa John yeye hakutaka kufanya maamuzi hapo. Maandiko yanasema usihukumu kama usikiavyo. Ina maana hili kwamba kuna watu vile vile wanawawinda humo, yani wewe ni kiongozi wa dini, lakini kuna watu humo ndani wanawinda na nani kuhakikisha wanakuharibia sifa, kuharibia nafasi. Kabisa. Si kama mzee wako hapa. Si watu walishangilia kwenye magazeti kuisha yule mlevi. Na ili ni asili mpaka leo, imenasili mpaka leo. Okay. Haijaniacha salama, japo jambo limefanyika miaka zaidi ya 7 iliyopita. Lakini hata hapa nikiongea hapa sasa hivi watu watakumbushia. Okay. Ndio mtu kama Sheikh Walid, nasema Sheikh Walid, wewe jipe moyo tu. Wale ambao Mungu alikuita kwa ajili yao watakusikia, hata kwenye ndoto watakuwa na kuona. Wako watu Mungu alimleta Walid duniani kwa makusudi. Kwa makusudi, atimize makusudi ya Mungu. Kuna watu wengine Sheikh Walid hata afanye jambo gani nzuri, hata atendaje, mtu kama hakutaki tu. Okay. Hata ufanyaje. Kuna muda watu wanatafuta nafasi. Ndio. Okay. Ndio nakwambia sasa hivi. Lakini wale ambao Mungu alikuita kwa ajili yao, wewe ndio watumikie katika nafasi ya dini, hata ufanye. Kwa hiyo tukasema mimi yule rais mwenda zake John akasema huyu mzee wako hizo waini anakunywa wapi? Na watu walikuwa na watukana walikuwa wapi? Mnasema ametuma majirani zake wapi huko? Majirani zake wote pale ni wazungu watu. Okay. Kwa mzee wako alikuwa na walinzi kwenye geti lake, anajua mnatoka wapi, wakaanza kumtukana. Yeye binadamu akadiact pale. Okay. Basi sasa unasema hayo mambo hayo yanakuwa watu yani watu wanawinda ile heshima. Watu wabaya, unajua wako wabaya afu wana nguvu, wachache lakini wana nguvu. Wanatamani wakae kwenye kiti chako kwa njia yote. Au kwa nini huyu? Okay. Kwa nini huyu? Ndio maana kuna mahali Yesu alisema jihadharini na wanadamu. Okay. Na adui wa mtu na nyumbani mwake mwenyewe. Okay. Nikasema nitauliza na hili swali vile vile. Nyinyi ni Wakristo, linapotokea tatizo fulani katika Uislamu, si ndio nafasi yenu ya nyinyi kushangilia kwamba sasa tuwavuta Waislamu waje kwenye Ukristo, kwamba litakuwa na nyinyi sasa mlivalia njuga kwamba hiyo dini kweli haifai vile? Ukristo sio harakati. Ukristo sio harakati. Ukristo ni mfumo, Ukristo ni utamaduni, una miko yake. Okay. Ukiwa mtu anashangilia madhaifu ya wengine, haujui Kristo. Kristo sio harakati. Wako watakaoshangilia hii, lakini hiyo Kristo sio harakati. Kristo ni mfumo ambao uko na misingi zaidi ya miaka 2000. Okay. Kristo ni utamaduni, una makatazo yake. Okay. Na pia sisi ni Watanzania, huwezi kutugawa. Sasa kwamba eti ubaya, hakuna Mwarabu hapa wala hakuna mzungu. Sisi wote ni Waafrika na Watanzania. Kwa hiyo Muislamu unakuwa Mwarabu? Hapana. Unakuwa bado Mnyakyusa, unakuwa bado Mhaya, bado Msukuma. Kwa mimi mzopa kwa mimi sasa ni Mkristo, mimi ni mzungu? Hapana. Bado mimi ni Mnyakyusa, ni Mhaya wa Iringa, mimi ni Mngoni. Okay. Sasa japo ingiwa naamini hivyo kwamba ukiwa Mkristo wewe basi wewe ni mzungu. Na ingiwa naamini ukiwa Muislamu wewe ni Mwarabu hata kidogo. Na mzao wako unapambana sana wewe kama Marekani. Kwa dini ambayo imetoka ya Amerika. Sasa unalazimisha uonekane wewe unasema kama Marekani, kama wazungu, dini likotoka. Ndio kwa sababu dini hizi zimebeba utamaduni, na yani watu wa dini walikuwa wajanja, wakawekana utamaduni humo.
Kwa wakatuletea tamaduni wao bila sikujua na dini. Ndio maana wenzetu wenye akili wao wanaacha dini, wanaacha utamaduni, wanachukua dini peke yake. Okay. Kwa hiyo sisi bikashangilia, wako wataanza kushangilia Uislamu wa sasa, haiwezekani. Sisi Ukristo sio harakati, ni mfumo uko hapo umewekwa, ni utamaduni huu tayari. Huwezi kushangilia kitu kama kile. Kwa sababu hata Mungu mwenyewe anataka Uislamu ndio kuwepo. Okay, labda si nyinyi sasa mnatumia kujisafisha kwamba si mnaona sisi wasafi wenzetu wachafu. Nani msafi bwana? Msafi Mungu peke yake. Okay. Okay. Mayatima nyewe wasafi. Kuja misaada ya mayatima mnakula, misaada ya wajane mnakula. Mnavamia mambo ya siasa pengine, nyewe wasafi kweli. Kuna msafi. Msafi ni Mungu peke yake. Sisi wote tuna mapungufu yetu. Hata ukasirika tu ni mapungufu. Sawa sawa. Hata kumhukumu mwingine tu. Maandiko yanasema usihukumu utahukumiwa, nao ni mapungufu. Usihukumu utahukumiwa, nao ni mapungufu. Na hii itaisha baada ya muda mchache, watu watasahau. Ndio maana nasema wale ambao wanampenda Sheikh Waridi Kawambwa wawe na moyo wa subira. Waislamu wasema si Taufik. Kitu basi tunaongea kama Sheikh Taufik. Wawe na moyo wa subira, hata mwenyewe Sheikh wetu mwenyekiti wa kamati awe na moyo wa subira. Yeye ni mtu wa Mungu, amlingane Bwana Mungu wake. Itafikia kipindi wanaume tutaanza kuogopa sasa wanawake. Najua ndio kuna level fulani imeshafikia, lakini watu tutaanza kuogopa wanawake hata kujihusisha nao hata katika ndoa. Tumeona kwa mfano kwa wenzetu huko Ulaya, wanawake wamekuwa kitumika sana kuwafilisi watu. Yaani labda mwanamke anakukuta na mali fulani anakuja vizuri, mnaoana siku 2 3, miezi 2 3, anadai talaka ili akufilisi vitu vyote. Na haki kama tunavyosema, haki ipo kwa wanawake. Unaona kama itafikia kipindi sasa wataanza kuogopa. Naweza kaja hata mtu tu hapa anataka kuombewa, lakini mchungaji unaogopa kwa sababu ya haya mambo yanayotokea haya. Nimeshasema wanawake nao kwa akili. Mkutama mke sio ndugu yako. Ni mkataba tu ule. Na mapenzi yana tabia moja tu, wewe anachuja anaishaga. Ndio. Kwa hiyo usijibambikiza kwa mke sana, sio ananipenda. Labda mshakaa miaka fulani, wengine 30 40 afadhali. Lakini si miaka 3 5 10 20. Kwa miaka 40 mmekuta mascraper. Afadhali. Kwa sababu mlioana miaka, kwa mfano mimi nimekaa na mke wangu miaka zaidi ya 30. Tumechukua mascraper. Tumeshagombana, tukapatana, tukagombana, tukapatana, tumeshafahamiana. Lakini wanawake kaa nao kwa akili. Hata wenyewe wanasema kule wanaume hawa wote mbwa tu hao. Kwa hata si wao kani hao watu wawili hawa. Kwa sababu mpaka leo bado wanawake na wanaume wafahamiani bado. Ndio. Mpaka leo bado wafahamiani. Kwa hiyo kaa nao kwa akili sana. Na kama kuna mahali ambako unajua watumishi wa Mungu hawa wa dini zote wana majaribu mawili makubwa. Kiburi, tuseme 3. Tamaa ya fedha, kiburi na uzinifu. Shetani akikosa kwenye kiburi, atapata kwenye uzinifu. Akikosa kwenye uzinifu, atapata kwenye kiburi. Haya 3 haya yamekuwa mwiba kwa watumishi wa Mungu. Sasa akikosa kwenye kiburi, tamaa ya fedha. Akishindwa hapo, uzinifu. Okay. Na hasa ukishakuwa umeshakuwa mkubwa, una watu wanakufuata, watu 1000, 2000, 600, 700, haya 3. Yuko kiongozi mmoja yuko Marekani kule, alikuwa anatoa maagizo kabisa, nakuja kwa ajili ya semina huko Afrika, lakini nao mnisaidie kwa ofisini kwangu msione wanawake. Okay. Msiruhusu wanawake watembelee sana sehemu za Afrika. Umeelewa kwa sababu ile ni nature unajua. Okay. Msiruhusu wanawake wanatembelea kwenye karibu na mimi. Okay. Kwa sababu pia ukishaonekana wewe una udhaifu na wanawake, imani ya watu inapungua. Wanaume ndio wa kwanza kwa huyu ataanza kutembea na wake zetu au watoto wetu. Watu wa kuamini tena. Kweli. Huyu watoto wetu wa kike wako salama. Huyu wake zetu wako salama. Afonywa wanawake wenyewe wana wivu.
wakisikia mtembea na fulani asikaoni asitembee na mimi. Huyu kumbe ndivyo alivyo. Hivi kwa hiyo wanawake yani hawajulikani wanataka nini. Kaa nao mbali. Na nyinyi wanawake hata nyinyi kani mbali na wanaume. Ili toke draw. Na nyinyi kani mbali na wanaume. Okay. Msikia juzi mmoja anasema sijui akiswika maliza form 6 afaja akusoma ile afue sio chupi za wanaume. Sasa unawaza wewe akili gani? Kwa nini usiongee kufua nguo? Kwa nini useme kufua boxer? Kwa nini usitumie lugha ambayo imekolea munyu? Kwa mimi nimemaliza degree zangu 3-4 sikusoma inifue boxer. Kwa nini utumie lugha hiyo ngumu kama hiyo? Kwa nini usiseme kufua nguo? Sasa afu unakwenda mbali zaidi unasema hadharani kwamba eti mimi huyu mwanaume huyu si kwa nini akunioa. Afu mke wa mtu. Afu mama mchungaji. How come? Afu na wale wengine kama juu anashangilia kama juu. Mnashangilia ujinga. Hujasikia hiyo? Nimeona kabisa. Afu ndio ndio irushi kwa mzee mpaka amekerwa na hizi kauli za huyu nani nini anaitwa ni Dr. Rose kitu kama hicho. Dr. Rose kitu kama hicho. Na bahati watu pale wachungaji wengine wafahamu. Mnashangilia ujinga. Mume wake ana feel vipi? Unasemaje mke wa mtu tumetokana mbali sana? Siku ni ya kunioa. How come? Madhabahu naona jipamona kama mchungaji. Okay. Nasikia si maboya ndio baka wa kiroho. Ndio. Sasa maana yake nini? Maana yake nasema huyu nimekula sana kuku zake, si kwa nini hakunioa? Afu wengine mnashangilia kama mazuzu. How come? Yule mume wake anajisikiaje? Na sisi tunajuaje? Maana kuzini ni jambo la siri. Tunajuaje? Sasa umetoka naye mbali wapi? Mke wa mtu anasema hapo zafunge ishi hapo tu katika utumishi. Sasa hivi kwa nini kunioa wewe? Kwa unajuta kuolewa na wewe ambao unaye sasa hivi. Hata kama kweli hai ndio maneno ya kuongea kwa hadharani mtumishi wa Mungu. Ujinga. Huko ni kulewa sifa. Ndio watu wanalewa makofi sio ubiri. Ukishangiliwa sana mpaka unalewa. Hapa nimepiga heshima inaondoka. Unajua heshima kujenga kazi sana. Heshima kujenga kazi. Lakini unaweza kuharibu heshima yako kwa muda mchache tu, heshima ikahama na ukaitafuta kwa machozi. Ni kama hivi unaona Sheikh Kawamba hivi. Rahisi kumvua heshima yake. Lakini amejenga heshima yake, amesoma dini kwa uaminifu. Imemchukua miaka kumtafuta Mungu hata kufikia hapo. Okay, nilitaka nikuulize vile vile kwa kuwa hili jambo vile vile kuna shetani nyuma yake, lakini kuna hili la kawaida ambalo ni watu sasa kwenye siasa tunasemaga ni kama ujasusi. Watu wanatumia njia fulani ili kumharibia kiongozi fulani, labda si akagombea tena au labda asishinde. Lakini na nyinyi kama viongozi na nyinyi mnawindwa kwa staili hii. Acha vile ya kwamba uzinifu tu ya shetani, ni kwamba ni kama kuna ujasusi fulani unaweza kutumiwa mtu na ukanasa. Labda wewe umekuwa kiongozi kwa miaka mingi sasa. Huo unafanyaje na hiyo inaweza kuwa labda mbinu ya vijana ambao wanakuwa katika mimi napata message kwenye simu zangu nyingi tu. Natongozwa wasichana natongoza hapa kwa Instagram wewe miaka mingi tutongozwa anatongoza. Sasa ni wazo wewe ndio wana ujasiri huo. Ndio kabisa mpaka wanalia na kulia. Mimi na mke hapana, mimi ndio kwa mke wa pili. Hata Daudi alikuwa na wake 7 kabisa mbele za mke. Okay. Ndio. Kumbe mtihani upo live kabisa. Ndio. Kuna message mimi wanapata za mabinti wananitongoza, wananipenda. Sasa ukiwa mjinga unasema basi ngoja nijaribishe. Kumbe nyuma yake ana watu na kadhalika. Hata kama na watu, lakini unafikiri heshima yangu yote ni haribu kwa sababu ujinga huu. Kwa mfano mimi nikamwambia hapa sasa mzee alikuwa anakunywa wine. Na mimi kweli nilikuwa nakunywa wine. Lakini kapima gharama. Na kumbe ndio mlango wa maadui zangu. Nikisema na wine bye bye. Okay. Hii ni washinde maadui.
Kwa hiyo wine sitagusa tena wine. Sasa uniambia wine ni dhambi, sio dhambi, utafika mpaka Mbeya bado hujamaliza maandiko. Mpaka ambia utafika maandiko hujamaliza. Okay. Sasa hapo nilikuwa nazungumzia mbinu za, kuna vijana wanakuwa sasa hivi na wenyewe watakuja kuwa katika hizo nafasi zako, na kuna watu ambao wanakuwa wana ujanja wa kutaka kumwangusha mtu ambaye anainuka. Wanajilinda vipi na wewe wenyewe wabaki kwenye mstari kama ambavyo wewe mpaka sasa hivi bado na heshima yako? Tunasema unapima gharama. Cha kwanza gharama, kwamba kitendo cha kuzini na mwanamke kikiwa muda mwingi azini nusu saa kinaweza kuharibia heshima yako yote ambayo unayo, ulikuwa nayo na ambayo utakuwa nayo. Okay. Maana wanasema kutamani mwanamke ni sawa sana kutamani kipande cha mkate. Anayezini maana yake hana akili. Unaelewa? Ndio. Kwa unapima gharama. Okay. Kwamba binti sasa, haya sawa, nimebaya na zina, akinibadilikia. Kweli. Amekuchenchia na usiwe kama hivi anakuchenchia. Mimi nakwambia kama nipe milioni 2 basi utanitambua. Sasa najua wewe ni mchungaji. Kama ni milioni 2 nimekuomba milioni 5 au milioni 20, sasa utaona mimi nalipua. Unaanza kusema usilipue basi nitakutafutia. Unakuwa mtumwa wake. Unakuwa mtumwa utashi wa mtu. Sasa. Kwa cha kwanza ili ushinde, pima gharama. Faida na hasara zake. Mwenendo magapi? Sasa. Haina mami katika miaka 40 sijai kufanya dhambi, haiwezekani. Nitakuwa muongo. Okay. Lakini unaangalia pale nilifanya dhambi, nipata faida gani na madhara yalikuwa vipi? Unaona madhara ni makubwa zaidi. Alafu pia la pili, watu wanakuheshimu, watu wanakuamini. Unafanya mambo ya ovyo, unawadharaulisha wale watu wanaokuamini. Una magharama. Okay. Ukiwa siri na vitu vya ovyo, wale wanaokuamini unawadharaulisha mbele ya dhamira yako hata wenyewe. Kama mimi sasa na watoto na wajukuu wanangu wakisikia kwa baba amekamatwa huko anafanya mambo ya ovyo, na maana kupita babako, tumesikia babako bwana. Kwa hata familia yako unaivunjia heshima, ukoo wako unauvunjia heshima. Kwa unameza gharama. Ukimeza gharama unasema sitaki. Nitaishi kwa ajili ya Mungu, nitaishi kwa ajili ya heshima yangu, nitaishi kwa ajili ya watu wanaoniamini na kuniheshimu. Okay. Sitapita njia hii. Okay. Maana ina miba mingi. Okay. Natamani niulize na swali hili pia vile, kwa kama Mkristo. Kwa nini sisi hatoi wake 4 au 2 3? Ni kweli kwamba Wakristo tunakuwa, nisiseme hatuna, Wakristo mnakuwa hamna tamaa ya kwamba unatamani ongeze mke, au nini hasa sababu kubwa ya kwamba Mkristo anakuwa na mke mmoja tu? Sio utamaduni, sio Biblia hii. Hata Yesu alisema hasa, mimi sisemi kwamba watu wakao hiyo swali gumu. Sawa sawa. Tumelikuta na mimi naheshimu mke mmoja. Naheshimu mke mmoja, maana ndio Ukristo. Ndio. Sasa maandiko yanasema anachoamua watu ndio Mungu. Sawa sawa. Kwa hiyo wanapata majaribu, lakini ndio nimesema hivyo, gharama. Ndio hata wanajua wanawake wa Kiislamu hawapendi wake wengi. Okay. Sijui wenyewe wana wivu. Kweli. Wanalazimishwa na dini tu. Akifikia kwa ndani angetamani wewe peke yake. Sasa mimi hapo nikiongea hapa, na mimi ni mchungaji na watu wengi, na baba yetu anataka tukuruhusu sisi, unaona. Kwa hiyo nasema tushinde mwili. Sasa mwili lazima, mwili unaweza kuutisha. Kapima gharama, madhara na faida, basi unautisha. Okay. Ndio maana Ukristo ni uwezo wa kushinda dhambi. Okay. Kwa unautisha mwili kwa maandiko. Mungu amekataa usizini. Na kwa unajua Mungu amekataa. Sawa, tumalize na hili hapa, labda ushauri wako kwa ajili ya wale ambao wanakuwa wakubwa katika hizi taasisi kama nyinyi hivi, kwa Kristo na vile vile kwa Waislamu kama BAKWATA ambao tayari wamemweka Sheikh Walid pembeni, labda njia gani zile zinatumika ili twende sawa, tuhakikishe kwamba wale watu wenye value kubwa, wenye thamani kubwa, ambao wana faida sana kwa jamii, isiwe rahisi sana kuwaweka pembeni au tuseme kuwapoteza? Unajua kuteza viongozi kazi sana. Kweli. Na kiongozi unaona huyu hiyo karama kama kwa Tanzania alikuwa na Nyerere peke yake. Sawa sawa.
Kutengeneza viongozi pia ni karama. Hivi kutoka Mwalimu ameondoka, umeona viongozi wanatengenezwa? Ngumu sana. Mwalimu ndio alitengeneza kina Ahmed Salim, kina Abraham Kinana, kina Mzee Mkapa, akatengeneza kina Jakaya na wengine wengi sana, maelfu. Umeelewa hapo? Ndiyo. Umeelewa hapo? Kutengeneza viongozi ni kazi kweli kweli. Kazi hasa ni kipawa. Hasa mwisho watengeneza, msiwaharibu kwa bei poa. Uwekezaji ambao Mungu amewekeza kwa mtu akafika kwenye value hiyo, kiwango hicho, msichukulie poa. Uongozi ni kazi. Kupata kiongozi hasa anayekubalika na Mungu na wanadamu. Mungu alikataa kumtoa Musa. Sema hapana, nisisikie unasema juu ya Moses. Mungu alikataa kumwacha Daudi pamoja na dhambi ya kuzini na mke wa Uria. Mungu akasema hapana, ndamsamehe tu, lakini aendee kuongoza nchi. Kwa hiyo kuandaa viongozi sio jambo dogo. Ingekuwa jambo dogo tungekuwa na kina Nyerere wengi leo. Kwani uongo mheshimiwa? Ni kweli. Hivi unaona kuna kina mbadala, watu ambao wameiva kuhusu nchi kama ambao Mwalimu aliwaandaa. Mimi sioni. Natoa tu mfano. Sasa mimi sioni kama kuna viongozi ambao tu wameandaliwa ukiacha wale ambao Mwalimu aliwaandaa. Sasa hivi viongozi wanaandaliwa fitna, majungu, matusi, kutokuweza kujenga hoja, ubabe, kadhalika na kadhalika. Lakini Mwalimu aliandaa viongozi ambao wana ushawishi wa kisiasa. Masikia mpaka? Sawa. Kabla hajamaliza hotuba unachukua kadi mwenyewe ya chama. Sasa watu waki na Walidi hawa wapata ngumu, wanazaliwa mara chache. Nasema kweli katika jina la Yesu. Amen. Wanazaliwa mara chache. Umeelewa? Ndiyo. Mara chache sana wanazaliwaga hawa. Ila sisi wengine manyanga sisi tupo wengi kweli kweli. Lakini watu smart kama Sheikh Walidi katika hili imani yake, dini yake, wachache mno. Mtu mnyenyekevu. Mje mtu anaposema kitu anatoa hotuba ya dini, unamwona hata usoni. Hapendi shari. Hapendi kujiinua. Hana hotuba za kuziaki hata viongozi wake. Yaani mtu amenyoka. Mpaka amenyoka. Kenda kule Ikulu kule, kimkuta Walidi kule duniani. Wale wengine ukienda Ikulu aende na kwa bosi. Anapanga yule akae kule, weka kule, bwana wote hapa Ikulu tunakaribisha wote. Sio mpataje kwa kutupanga viti wewe kama nani? Wote wageni. Tulikuwa kuna mmoja wa dini kule. Kifika kule Ikulu, yeye ndo anakuwa bosi. Anaambia watu wa itifaki ya rais huyu akae pale, weka pale, weka bana. Lakini utakuta kwa Sheikh Walidi kaji kitu kama. Anaingia Ikulu kwa mnyenyekevu. Sheikh Walidi. Okay. Ndio. Ingekuwa nasema nyinyi wa Kristo na Waislamu kabla mjatoa maamuzi kuhusu viongozi, kwanza mnashauriana. Mimi ningeambia mashehe Walidi mwache kwanza. Sheikh Walidi mumlinde. Mwache kwanza. Sawa. Ndio. Sawa mzee wangu, mimi nakushukuru sana. Nakushukuru sana. Amina, asante kwa kuja. Haya.